Breaking news. Kim Jong-un ameteuliwa tena kuendelea kuwa kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Watu wa Korea. Kwa mtu ambaye unaiona hapa, kwanza utasema ulitarajia nini? Lakini pia kuna ambaye utajiuliza, hivi Korea Kaskazini kumbe wanafanyaga uchaguzi? North Korea does have elections, and before you ask, no, they don't mean anything. Yes, huwa wanafanya uchaguzi, na huu uchaguzi wa mwaka huu, kinachozungumziwa sasa hivi duniani sio wale waliopiga kura za ndio, ila wale wamethubutu kumwambia Kim Jong-un hapana. North Korea wana zaidi ya wapiga kura milioni 20. Kwa hiyo hapa tunazungumzia zaidi ya watu 14,000 ambao wamemwambia Kim Jong-un no. Kwa unayejua North Korea, watu 14,000 ni wengi sana, na utakuwa umepata interest ya kuwajua ni kina nani. Ndio maana nimekuambia kuna kitu mimi na wewe tunafanana kama unafuatilia episodi zangu, kwa sababu ndicho exactly kilichonivutia pia, na ndicho ninachokuletea kwenye hii episode. Baada ya kujua watu wengi kutoka sehemu nyingi za dunia nafuatilia hizi content, natamani kujua wakati ukifuatilia hizi content huwa unakuwa unafanya nini mara nyingi? Unakuwa kazini labda, au unakuwa umechill nyumbani, ama ni wakati gani ambao huwa unaamua kuingia kufuatilia hizi content za madini.com. Nashukuru sana kwa wewe ambaye umebonyeza subscribe. Naitwa Grayson Gideon. So twende tuzame kwenye siasa za Korea Kaskazini. So tuanzie kwa Miladayo, ambayo picha iliyopo tu hapa kwenye hii story unaweza ukaona hata yeye aliyeiandika alikuwa anajua sisi tunajisikiaje tukiona title ya bunge la mteua Kim kuwa raisi. You know? Sasa hii story anaandika, bunge la Korea Kaskazini linalojulikana kama bunge kuu la watu, Supreme People's Assembly, limefuta mashaka yote kwa kumteua upya Kim Jong-un kuwa raisi wa masuala ya jimbo, jukumu linalompa mamlaka juu ya kiongozi wa taifa. So unaweza ukaona comments za hii story watu wanasema nini, lakini unaweza ukanotice kwamba mfumo wa kiuongozi ni ule ule uliopo sehemu nyingine duniani. Wanafanya uchaguzi na umesikia kuna marekebisho ya katiba. North Korea calls this democracy. Kim Jong-un casting his vote at a coal mine. State media says turnout is nearly 100% and 99.93% of the votes go to Kim Jong-un's ruling Workers' Party. So kuna kama mambo 6 ambayo ni take away ya huu uchaguzi kwa ujumla. Kwanza, Kim Jong-un ameimarishwa tena kileleni, ikimaanisha kwamba huyu ndo raisi wa State Affairs Commission na mkuu wa chama kwa maana ya Workers' Party of Korea, na pia ni kamanda wa jeshi, kwa sababu mfumo wao ulivyo ni kama wa China, kwamba mkuu wa chama ana cheo kikubwa kuliko hata rais wa nchi. Nadhani nilisha kuelezea kwenye hii episode yetu ya kuhusiana na China inavyo function. Kwa hiyo China imeathiri nchi nyingi zile, Vietnam, Singapore, wengi wale. Na ndio maana zamani ilikuwa inaitwa Indochina, yani nchi zilizopo katikati ya India na China. Sasa bunge hili ambalo lina wabunge 687 wote wanatoka kwenye mfumo huu mmoja wa chama. Lakini take away ya pili ni kwamba kuna rishafo kubwa sana imefanyika ndani ya serikali. 70% ya wabunge ni wapya, maana yake wamebadilishwa wale wa zamani. Na hii ni muhimu sana kwenye mfumo huu wa uongozi, kwa sababu kwanza kuondoa loyalist wa zamani. Unajua mtu akishakaa muda mrefu sana ana uwezo wa kutengeneza mifumo yake. Pili, kuingiza kizazi kipya ambacho ni cha wale loyalist tena ambao wanahitaji muda mpaka kuzoea system. Na tatu ni kuimarisha control ya huyu kiongozi mkuu. Kwa lugha rahisi, Kim ameunda timu mpya ya uaminifu wake binafsi. Jambo la tatu, mkuu wa karibu sana wa Kim amepewa nafasi muhimu ya bunge. Huyu jamaa anaitwa Jo Yong-won. Alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya bunge, na hii position ni ya juu sana kikatiba. Ni kama
acting head of state kwenye baadhi ya majukumu anaweza akachukua majukumu ya Kim sometimes kama rais. So unaweza ukaona jinsi ambavyo ni nafasi fulani nyeti. Ukiwa kwenye hii nafasi maana yake amekuamini kinoma. Kwa hiyo ni jambo linalozungumzwa pia. Jambo la 4 ni katiba inaweza kubadilishwa. Na ndio wale mabadiliko ya katiba niliyokuambia dhidi ya South Korea. Hii serikali mpya inaanza kuandaa rasmi mchakato wa kuweka kwenye katiba yao kwamba Korea Kusini ni adui wa nchi. Hii ni shift kubwa sana, ukizingatia hawa jamaa washakutanaga kwenye mpaka na wakasalimiana, na kumekuwa na sera nyingi za reunification, lakini kwa sasa hivi ni kwamba wanataka kupigilia msumari wa moto. Imagine. Jambo jingine ni position ya dada yake Kim Yo Jong. Yupo wapi kwenye serikali mpya? Ni moja ya watu wenye power sana ndani ya mfumo, lakini interesting ni kwamba hajaonekana kwenye hii State Affairs Commission mpya. Serikali mpya haijamuweka popote. Hii imewashangaza baadhi ya watu, lakini haimaanishi kwamba ameshuka, kwa sababu amepewa roles ndani ya chama kama Director General wa Affair Department, wanachama wa kudumu wa Politburo. Kamati fulani ya juu inamchaguaga rais, ndo hawa Politburo. Sasa huyu ni memba wa kudumu dada yake. Power ya chama ndio power ya serikali kwenye mifumo ya hizi nchi za Asia. Kwa hiyo anaweza kuwa ameongezewa nguvu, lakini behind the scene. Kingine watu wanachouliza ni mtoto wake Kim Jong Un yupo wapi kwenye mfumo mpya? Kim Jong-ae, story yake ni very interesting. By the way, hakuna mtu aliyekuwa anajua Kim Jong Un ana mtoto. Hii story yake ilikuwa kwenye interview ya huyu jamaa Dennis Rodman, ni star mkubwa wa basketball wa zamani wa Marekani. Ana story very interesting na Kim Jong Un. Yaani ni moja ya watu wa Marekani ambao ni wanaye Kim kinoma, kiasi kwamba anaendaga North Korea. Sasa siku moja akiwa kwenye interview, Dennis katikati ya story akiwa anaelezea uhusiano wake na Kim na alivyoenda North Korea, akajikuta ameropoka kwamba alimshika mtoto wa Kim ambaye ndo Kim Jong-ae. By the way, I hope unafahamu kwamba North Korea jina la kwanza ni la ukoo, then yanafuata mengine. Kwa hiyo Kim ni jina la familia, sio jina la mtu husika. Hata huyu Kim Jong Un maana yake jina lake kamili ni Jong Un. Kwa hiyo huyu anaita Jong-ae. Sasa ni Ju-ae. Si ndio wanavyotamka hivyo? Anyway, ni wa Korea. So Rodman ndiye aliyefichua subconsciously kwamba Kim ana mtoto. Hakuonekana, ikawa imebaki tu kama story 2013-14 hadi mwaka 2022 alivyoonekana akiwa na mshua, alafu nyuma kuna mtambo wa kurekebisha tabia kombora. Na baada ya hapo amekuwa yuko front kinoma, anaonekana ameanza kuingia kwenye military parades wakati mitambo ya kurekebisha tabia inatestiwa, yupo na matukio ya kiserikali yale, na imekuwa sio kawaida. Kwa hiyo baadhi ya watu ikiwemo intelligence za nchi mbalimbali wanaamini kwamba huyu anaweza akawa ni mrithi wa Kim ajaye. North Korea haijawahi kumwonyesha mtoto wa kiongozi kwa kiwango hiki mapema. Kumbuke hata Kim story yake tuliwahi kukuletea huko nyuma, kama mtoto wa pembeni hivi, lakini ndio hivyo, na alikuwa anafichwa sana kwa sababu za kiulinzi na vitu vingine, licha ya kwamba amesoma nje ya North Korea. Kwa hiyo huyu mtoto wake bado hajapewa position, lakini mjadala ulikuwepo ndio huo, ila anaonekana ndio mrithi. Sasa hii ina maana gani kwa dunia? Ni zaidi ya miaka 20 kila uchaguzi North Korea ulikuwa na matokeo yanayofanana. 99.9% wanapiga kura, 100% wanasema ndio. Hakuna kelele, hakuna upinzani, hakuna no reform no election. Lakini safari hii kuna hii 0.07 wamesema hapana, na dunia imeacha ile 99 waliosema ndio, inaangalia hawa wachache.
ni kina nani? Ukicheki pattern za miaka zaidi ya 20, tukianza 2003, turnout ya watu ilikuwa 99% plus. Na karibu 100% yao wakasema yes. 2009, turnout ilikuwa ni watu 99.98%. Hao ni waliojitokeza kupiga kura. Maanake option haipo. When it comes to tunaenda kupiga kura Korea Kaskazini, lazima utoke. Kwa hiyo 100% wakasema yes 2009, wakasema yes 2014. 2019 pia uchaguzi 99.99% walitoka kwenda kupiga kura. Na karibu 100% wakasema yes. Kwa hiyo chini ya Kim Jong Un na hata kwenye uongozi wa familia yake uliopita, chaguzi zote ziko hivyo. Kila mtu anajitokeza, kila mtu anakubali, hakuna anayepinga. Lakini safari hii kuna hiki ambacho kimetokea cha ajabu. Turnout bado ni kubwa, watu wamejitokeza na bado majority wamesema ndio, lakini kuna tofauti ya 0.07 wamesema hapana. Sasa wapiga kura wa North Korea ni milioni 20, yani ambao wako kwenye umri wa kupiga kura. 0.07% ya hawa watu ni watu 14,000. Yes, watu 14,000 ndani ya mfumo ambao ni wakikauzu kama huu wamekataa. Nadhani umeelewa kwa nini ni big deal, right? Kwenye nchi nyingi 0.7 ni nothing, right? Lakini kwa North Korea kura ya hapana maanake inaweza kufuatiliwa, jamii inaweza kukuona, mfumo pia unaweza kukutambua. Kwa hiyo kwenye haya mazingira kura ya hapana ipo karibu sana na kifo chako. Wachambuzi wanaona kuna possibility 3. Moja ni signal ya ndani, kwamba serikali inaweza kuwa imeacha 1% ndogo ili ionekane realistic, na inaleta ile sense kwamba uchaguzi huwa sio kwamba ni fake 100% kama tunavyodhani North Korea. Lakini option ya pili ni testing system, kwamba inawezekana wanajaribu kuona nani ana mawazo tofauti. Na hii ni moja ya mbinu maarufu ya kiintelijensia ambayo huwa inatumika na system mbalimbali au hata serikalini, maofisini. Una introduce ukweli fulani wa kutengeneza ili kuweza kujua ukweli ambao ni halisi. Kwa hiyo unamwona mtu anadisi mfumo, alafu unaenda zako DM, unaanza kujimwaga na kutoa siri. Sometimes hii njia huwa inatumika kwa ajili ya kuwanasa maspy au masnitch kwenye mfumo, kwamba tunatengeneza watu wachache ambao wanajifanya wana msimamo fulani, inakuwa ni kama nyavu ya kuvua wale ambao wapo ndani ya mfumo wamejificha na hawajulikani for sure. Kwa hiyo wakitoka hao 1% kadhaa hivi, wanaangalia hivi kwamba nani watajiunga nao. Kwa hiyo wale kila mmoja analeta taarifa za yeyote ambaye amemwendea imbobo akimwambia kwamba oya, mmetisha sana kupiga kura ya hapana. Kwa hiyo kuna watu wanaamini hii ni inaitwa testing system, kwamba unaachia jambo fulani au unamwachia mtu fulani hivi anadis, unawavua masnichi wote. Lakini option ya 3 ambayo ni ya mwisho watu wanachowaza ni kwamba huenda ukweli unaanza kuchomoza polepole, kwamba kuna watu wanaanza kuchoka kimya kimya, kwamba kuna watu wamethubutu kumwambia Kim Jong Un hatutaki. Which najua hata wewe unayefuatilia hapa unahisi inaweza kawa ni kitu kigumu mno. Yani kwa sababu hata ukifuatilia documentaries na watu ambao wameenda Korea, hata kama ni wale personal kabisa, North Korea ni sehemu fulani hivi ambayo pamefungwa. Yani ukisikia kufungwa, pamefungwa. Kwa hiyo jamii inaamini kile ambacho wameambiwa kwa muda mrefu, na Kim kafanikiwa kuproduce jamii ambayo inaamini kuhusu yeye. Kuna mwamba mmoja hivi alikuwa ametoka juzi, nchali tu mmoja amefanikiwa kutoroka, akawa anasema wakati akiwa mdogo ukimuuliza anatamani kuwa nani, anasema
anatamani aweze kufa kwa ajili ya Kim. Yani aone hata risasi inapigwa sehemu ajirushie pale apigwe risasi badala ya Kim. Alikuwa anasema ndo ndoto yake. When we were growing up, it's like, what do you want to be? What was it for you? Korean Americans like doctor, lawyer. So what was it for you? For me personally, I wanted to be a human shield for Kim Jong-il. Oh my God. Literally, like I would imagine myself in classrooms. We're at a war and Kim Jong-il is in the back. I said bullet coming around. I was like, Hiyo ni ndoto ya kila mtu kwenye nchi. Sasa kwenye mazingira hayo kuweza kuchomoka na kupiga kura ya hapana, hizo option mbili za juu hapo wanaona ziko karibu kuliko hii ya chini. Lakini alisema Mrisho Mpoto kwenye wimbo wake mmoja kwamba majanga yakizidi mioyo ya binadamu huota kutu. Sasa binadamu akishachoka, you never know, never say never. Wewe unafikiria nini kati ya hayo matatu? I hope nimekupa kitu kuhusiana na kinachoendelea North Korea. Kuelewa zaidi kuhusiana na North Korea na walitengana kivipi na DMZ na mifumo yao ya kisiasa, unaweza kufuatilia hii episodi yetu hapa tumeshakuletea. Na nikushauri pia unaweza kurudi nyuma kwenye akaunti yetu hii na madini mengi sana ambayo sasa hivi ndio naona watu wanaanza kuyasanukia. Hata nikiona views, nikiona subscribers, nagundua watu sasa hivi ndio wanaanza kuyasanukia hii content. Kwa kuna watu wanaanza kuniuliza maswali ambayo tuliwahi kuyazungumza nyuma sana. Kwa hiyo kama na wewe ni mmoja wapo, rudi nyuma kwenye hii account, bonyeza kwenye video pale, shuka chini, utaziona content zetu nyingi sana ambazo zitakusaidia kuunganisha doti nyingi za yale unayaona duniani kwa sasa hivi. Asante, tukutane kwenye ijayo.